Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini yu mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo, kwa upande wa habari za hapa nyumbani na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga. Awali ya yote, mtazamaji, tuangazie muhtasari wake. Tume ya kuchunguza yaliyotokea wakati na baada ya Oktoba 29, 2025 yazinduliwa. Wazazi na walezi kisiwani Pemba walia na wimbi la matukio ya watoto kuripotiwa kujinyonga. Katika habari za kimataifa, watu wapatao 70 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika mto Kasai katikati mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, mtazamaji, awali ya yote, kabla ya kuendelea zaidi, ni kukumbushe mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa kutoka makao makuu ya nchi mjini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameainisha baadhi ya mambo ambayo tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025 inakwenda kuyaangazia wakati wa kutimiza majukumu yake. Akizindua tume hiyo Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema tume itachunguza sababu na kiini cha kutokea kwa vurugu hizo. Rais Dr. Samia amesema kutokana na historia ya usalama na utulivu wa kisiasa uliopo nchini, haikutarajiwa kutokea yaliyotokea. Kwa hiyo tume hii itakapokabidhiwa makabrasha kufanyia kazi, watakabidhiwa na hadidu za rejea za kwenda kuziangalia wakati wanafanya kazi yao. Lakini kwa ufupi, labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile, kiini cha tatizo ni nini. Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Aidha, tume itachunguza matamshi ya viongozi wa vyama vya siasa kabla ya uchaguzi, uhusiano wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, pamoja na taarifa zinazoonyesha kuwa baadhi ya vijana walilipwa fedha kushiriki maandamano yaliyofanyika. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie nje za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi. Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro. Hebu twendeni tukaangalie pia. Rais Dr. Samia amesisitiza pia kwamba tume itachunguza njia zilizotumika kukabiliana na vurugu zilizotokea. Jambo limetokea, watu wameingia barabarani,
vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu. Lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda, lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi, na muda mtakapokaa naye atawaeleza vyema. Awali akitambulisha na kutaja wadhifa wa kila mjumbe wa tume hiyo, Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka amesema ofisi yake imejiandaa kikamilifu kuiwezesha tume hiyo kutekeleza majukumu yake bila kikwazo. Na mtazamaji wa Mahasin TV, tukiachana na taarifa hiyo kutoka makao makuu ya nchi mkoani Dodoma, tunavuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu tukielekea kisiwani Pemba. Wazazi na walezi kisiwani Pemba wameeleza masikitiko yao makubwa kufuatia kuongezeka kwa wimbi la matukio kuripotiwa kwa matukio ya watoto wenye umri chini ya miaka 15 kujinyonga kufuatia tukio la mtoto Muhane Seif Muhane mwenye umri wa miaka 15 kudaiwa kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme chumbani kwa shangazi yake huko eneo la Mtoni, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuriami. Kijana huyo aliyemaliza darasa la 7 mwaka huu 2025 katika skuli ya msingi Munaa iliyopo Unguja alifika kisiwani Pemba kumsalimia shangazi yake. Majirani wameeleza kuhuzunishwa mno na matukio ya aina hiyo, wakitaja tabia ya utulivu na ucheshi wa mtoto huyo tangu alipofika kijijini hapo. Ni mtoto ambao kuwa ni mchangamfu. Nimepata taarifa asubuhi, nilikuwa narudi kutafuta kitoweo. Kufika njiani pale nikaambiwa hata kuna msiba. Sasa nilikuwa sijajua kitu gani, nikaambiwa kuna mtoto kajinyonga kwa Bikiembe. Na nilipopata taarifa, kusema kweli nimehuzunika sana. Tuwe na uangalifu na watoto wetu. Hatujui alikuwa na tatizo gani, pengine alikuwa mgonjwa, japo tunasikia kama ni mgonjwa lakini hatuna uhakika. Sikuelewa chochote, nilikuja mshtukizia tu ile pasi ndio ilikuwa ndio silaha yake ya kujifanya aitundike juu ili nimefumania pasi kashaifunga. Pasi kawaida kwa imo. Ndio nimefumania tu hivi baada ya kumtafuta. Uwepo wa tukio la kusikitisha unathibitishwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Abdallah Hussein Musa. 9 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 1 za asubuhi huko maeneo ya Mtoni, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, Muntasil Seif Muhane ana umri wa miaka 15, mkazi wa Unguja, alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambaye alikuwa ameutundika juu ya dari chumbani kwa shangazi yake aitwaye Mwanaheri Omar Salim. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Wito wangu tu kwa wananchi au wazazi kwamba kuwa karibu na watoto wao ili kufuatilia nyendo zao. Kama kuna changamoto zozote basi waweze kushughulikia mapema ili matukio kama haya yasiweze kutokea. Mkuu wa wilaya Chake Chake Bimgeni Khatibu Yahya amefika kutoa pole kwa ndugu na jamaa na kutoa rai kwa jamii ili kukabiliana na matukio ya aina hiyo. Tumeweza kupokea pia taarifa ya mtoto huyu kujinyonga mwenye umri wa chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo niendelee kuwaambia jamii tukae nao karibu watoto wetu, tuone mabadiliko yao. Kama kuna kitu hakiendi sawa basi tuweze kukirekebisha. Lakini chengine sasa tuendelee kutoa elimu. Sisi serikali tutoe elimu kwa jamii, lakini na jamii kwa jamii tutoe elimu kwenye swala zima hili la malezi. Tukio la mtoto huyo kudaiwa kujinyonga linakuja wakati ambao jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linaendelea na uchunguzi wa tukio la vifo vya watoto wawili wa kike mapacha wenye umri wa miaka 11 baada ya miili yao kupatikana ikiwa inaning'inia kutoka katika kamba iliyofungwa juu ya mti huko katika kijiji cha Kwale Mpona, shehia ya Finya, wilaya ya Wete. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba. Mtazamaji, tunarejea Tanzania bara na tukielekea jijini Dar es Salaam. Taasisi ya tabia za Kiislamu JAI tawi la Ukonga, kituo cha Ukonga jijini Dar es Salaam
kwa kushirikiana na taasisi ya Direct Aid Society wametoa huduma za kiafya ikiwemo vipimo na matibabu ya bure kwa wananchi ikiwemo wenye uhitaji maalum wanaohudumiwa na taasisi ya JAI. Taarifa yake Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Akizungumzia huduma hiyo iliyofanyika katika shule ya msingi Mzambarauni Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, mratibu wa huduma ya taasisi ya Direct Aid Daktari Saidi Hamadi Saidi amesema huduma hizo ni endelevu ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono serikali kusogeza huduma kwa wananchi. Tuko hapa kwa juhudi za kumuunga mkono Mama Samia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika harakati ya kuisaidia jamii katika mambo ya afya, huduma za afya kwa wote. Huduma zinazopatikana leo ni kuonana na madaktari, tunafanyia na vipimo, kuna vipimo vya malaria, UTI, wingi wa damu, HIV. Pia kuonana na madaktari bingwa wa mifupa walikuwepo pia hapa kwa siku ya leo, pamoja na dawa na ushauri. Tunaendelea kuwasisitiza waje kwenye huduma hizi, lakini pia hawa ambao wamepata huduma leo wawe ni mabalozi wakifika huko mtaani kwa ajili ya kuhamasisha watu ambao wana shida ya afya na hawana uwezo wa kwenda hospitalini kwa sababu ya kukosa pesa. Hatua hiyo inachangiwa na uwepo wa changamoto mbalimbali zinazobainika pindi ambapo JAI hutembelea wagonjwa na watu wenye uhitaji. Na tunapokwenda kwa wagonjwa tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana. Tunakuta wakati mwingine wagonjwa wameandikiwa dawa shilingi 5,000 wanakaa miezi 3 hajanunua. Wakati mwingine mgonjwa anamwendea pale anatoto la kutaka pado tu anashindwa. Kwa baada ya kuona ukubwa ule kuwepo wa kutaka msaada kwa wagonjwa wetu wa majumbani, tukachukua hatua za kuenda kukimbia kwenye taasisi hii kuja waje waweze kutoa msaada wa matibabu. Kwa hiyo mimi hata simama nijitokeze mje mtukimbilie. Bao tuna wagonjwa wengi sana, tuna yatima wengi sana, tuna yatima 325. Tuna wajane 864. Tunaombeni na wengine mweze kuja ili tuweze kuwakimbilia na wengine ambao hatujawafikia katika huduma hizi. Tuko tumejumuika na JAI Mnazi Mmoja, tuko na JAI Muhimbili na JAI Zingiziwa. Wote tuko hapa kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametukusanya kwa ajili ya kutoa huduma hiyo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika kazi yake. Wakitoa shukrani kwa msaada huo, baadhi ya wanufaika wamewaomba wadau wengine ikiwemo serikali kuona namna ya kuwashika mkono zaidi ili kukabiliana na ukali wa maisha wanayopitia. Mara nyingi tunakuwa tunaugua, wakati mwingine unaishia tu kununua Panadol walao upate usingizi. Lakini leo tumepata vipimo bure vya pressure, vya kisukari, kifua, vyote tumepata bure na matibabu tumepata bure. Tunashukuru sana shirika hili. Mungu awabariki sana, awatie nguvu, muendelee kuhudumia sisi tu hata na wengine ambao bado hawajapata huduma kama hii ya leo. Tunaomba mtu yote atakayejitokeza aje atusaidie kutuinua kimtaji au kibiashara. Kwani tunaye akaunti zetu, tuna ofisi yetu. Kwa tunaomba yoyote yule atakayejisikia aje atupige jeki kwa chochote kile. Sisi mnatuona hali tulionayo, lakini Mwaipopo yupo na sisi, na kama yupo na sisi tunaomba hata wengine mioyo ziwaguse, watuguse, watuone, watusaidie na hiyo mikopo watuongezee. Naam, asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam. Tunarejea makao makuu ya nchi mkoani Dodoma na sasa ni wilayani Kondoa. Taasisi ya Turkiye Diyanet ya nchini Uturuki imewaondolea adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama wanafunzi wa shule ya sekondari Masawi iliyopo kata Masawi wilayani Kondoa mkoani Dodoma baada ya kuwachimbia kisima cha maji kilichogharimu zaidi ya shilingi milioni 60. Awali, kabla ya ujio wa mradi huo wa kisima, wanafunzi wa shule ya sekondari Masawi walikabiliwa na adha kubwa ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama, kulazimika kuvunja baadhi ya vipindi kutafuta huduma ya maji ambayo pia si salama kwa afya zao. Tunapata adha sana. Saa nyingine huku kwenye tenki maji kwa hayafiki, kwa hiyo kwa nakata. Ilikuwa tunalazimu kutoka huku kwenda hadi kule chini. Kama mwaka jana maji yalikata kabisa kwa sababu transformer iliharibika. Kwa watu walikuwa wanatoka umbali mrefu kuanzia huku mpaka kule chini. Wanafunzi walikuwa wanarudi wanachoka, kwa wanashindwa hata kusoma na ufaulu kwa mdogo. Ila kwa sasa hivi kwa vile maji yameletwa pale, tunaweza tukajitahidi katika masomo yetu sababu tunakuwa tumerelax, kila kitu tunapata. Msaada wa maji umeweza kusaidia vitu vingi sana. Maana ilikuwa mpaka kuna kipindi sisi tulikuwa tunakunywa maji ya kisima.
Just imagine unakwenda kunywa maji ambayo unaona kabisa chura inaelea. Muda mwingi sana ilikuwa inatuchukua, maana jikoni wapishi wanalalamika kuna maji, tunatolea Dar es Salaam tunaenda kuchota maji visimani, lakini sasa hivi imeturahisishia sana. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Masawi, Mwalimu Elizabeth Sanga, amesema baada ya kuondolewa adha hiyo ya maji, sasa nguvu kubwa inaelekezwa katika masomo ili kupandisha ufaulu wa wanafunzi. Mmetutoa katika mateso ya kutabika kutafuta maji katika jamii hii ya wanafunzi tunao kwa sasa ni 415, kututoa mateso yale ya maji kutafuta na kutaka kuwa huru. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amen. Tunaamini kupitia maji haya watoto watafanya vizuri zaidi, lakini pia tutawapanda bustani mbalimbali wawe na afya njema, pia jamii itanufaika kwa namna moja au nyingine, hata usalama wa afya zetu pia utakuwa umeboreshwa. Tunashukuru sana na tunaamini muda ambao ulikuwa unapotea katika kutafuta maji sasa tunauhamishia katika mapambano ya kusoma. Naamini Mwenyezi Mungu sasa atatusaidia ule muda ambao tulikuwa tunapoteza turudi kwenye masomo, na tuwaombea watoto wetu sasa wasome na wafaulu na wafike mbali. Ili hichi ambacho wageni wanakifanya ifike wakati mwingine hata hawa watoto wetu wakija kuwa watu wazima waje wafanye kitu kama hiki. Ni sehemu ya kujifunza hata sisi wengine, kwamba waliotoa sio kwamba wana kikubwa sana. Tunapokuwa hata na kitu kidogo tujifunze na tuwe na tabia kufanyaje ya kutoa. Wakikabidhi mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 60, wasimamizi wa taasisi ya Turkiye Diyanet wamesema ni msaada mkubwa sio tu kwa wanafunzi bali hata wananchi wanaoishi maeneo ya jirani, wakitoa wito wa kutunza mradi huo ili uweze kunufaisha watu wengi zaidi. Tunashukuru kwamba imewezekana kutekeleza kwa muda mfupi na leo maji hapa itabaki kuwa ni historia. Mradi huu una thamani ya dola 20,000 za Kitanzania, kama milioni 60 na kitu fulani hivi. Tumetengeneza solar panels ambazo zinawezesha kuyavuta maji kutoka kwenye kile kisima cha mita 100 kuyaleta hapa kwenye matenki. Hapa ndani kuna matenki ya lita 10,000. Kwa hivyo sisi tunaukabidhi kwenu mradi huu. We believe everything has been created from water. That's why water is right of everybody. And within that scope, we came to here to share our water with you. Inshallah, you will share your water with me. I will drink everything. This water is free for everybody. There is no region, gender, religion difference. As your brothers, we just request to keep and protect this water well. And by that way, everybody will have opportunity to use it. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa ndani ya Kapu la Habari, kwa mara nyingine tena tunarejea visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, lakini sasa ni kisiwani Unguja. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis amezitaka mamlaka zinazohusika na ujenzi kuhakikisha wanafuata kikamilifu sheria, taratibu na kanuni za ujenzi kabla ya kutoa vibali ili kuepuka migogoro na uharibifu wa hifadhi za barabara. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa hapa studio na Zuberi Ngaya. Akiwa katika maeneo ya Jumbi na Mwera Pongwe wilaya ya Kati, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis ameeleza uwepo wa ongezeko la ujenzi holela kwa baadhi ya wananchi kujenga ndani ya maeneo ya hifadhi ya barabara. Akijaza hapa atakuja kufanya biashara, na nyie kwa sababu ni biashara mtakuja mpa leseni, ndio mshamhalalisha huyu, na mkimruhusu huyu na hawa huku nao watafanya. Wakati mpaka huo hapo umekaa tu vizuri pale, maduka yake aendelee nayo. Hebu kama mzuri ajenge, afanye bustani kwanza, aache hapo njia za kupita kwa miguu, eneo la kuja kupitisha mtaro wa maji ya mvua. Hii foundation iondoke leo na kesho iondoke, kwa sababu kwanza kajenga hana kibali, lakini eneo la akiba barabara majibu mawili yanatosha kabisa, wala ujizongi. Na maagizo ya kumwambia aondoe hicho mlishampa. Mimi nadhani ni kulisimamia hilo. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa mkoa wa Kusini Unguja ameataka wamiliki wa nyumba Salum Ali Sudi na Bi Habiba Saleh Abdulatifu zenye mgogoro wa mipaka na kujenga ukuta uliosababisha kuziba njia kuwasilisha ofisini nyaraka za mazuiano ya viwanja hivyo ili kujiridhisha na kupata suluhisho. Maelekezo nayoyatoa mie, turudi kwenye wataalamu, ushauri wao wa awali walioutoa kwenye eneo hili. Ushauri wa awali uliotolewa, kwa sababu wao ndo wanaotizama mipango miji, wao ndo wanaotizama ujenzi, wao ndo wanaotoa hizo vibali vya ujenzi. Huwezi kumpa mtu kibali ambaye anafunga njia watu wasipite.
Hatua hiyo ni baada ya afisa mipango miji wa Baraza la Manispaa ya Wilaya ya Kati Fadhili Mohamed Hamis kueleza hatua alizochukua hapo awali kwa kushauri kusimamisha ujenzi baada ya kuona haujazingatia sheria. Tuliukuta ujenzi huu ulikuwa hauna kibali wakati tunakuja, lakini pia ulikuwa upo katika hatua ya foundation chini. Sisi tukatoa maelezo yetu, tukazuia ujenzi usiendelee mpaka pale huu mgogoro utakapokwenda kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliyopita kwa ajili ya kutatuliwa. Kwa hiyo badala ya hapo tena sisi hatukuhusika tena, isipokuwa likaja tamko tu huyo mtu anatakiwa apewe kibali. Naam, asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, tunaendelea kukita kambi kisiwani Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na taasisi ya Charity Vision imetoa miwani kwa wanafunzi 167 kati ya wanafunzi 1070 waliofanyiwa uchunguzi wa macho na kubainika kuwa na tatizo la uoni hafifu. Taarifa kamili kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuriani. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi miwani kwa wanafunzi wa shule za Mteule, Urona na Hasnu Makame mkoa wa Kusini Unguja, mratibu wa huduma za macho kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Fatuma Juma Omar, amewataka wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na serikali ili kutimiza lengo la kuimarisha sekta ya afya nchini. Wanafunzi ni taifa la kesho na wanahitaji kuona kwa njia mbalimbali ili wasaidie katika elimu, wasaidie katika shughuli zao za kila siku. Kwa maana hiyo leo kuwapatia miwani hii imekuwa ni faraja kubwa kwao. Kwa hiyo tunaomba shirika hili na wadau wengine waendelee kusapoti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar jitihada hizi. Kama Mheshimiwa Rais anavyosema tuwekeze katika nyanja ya afya. Kwa hiyo nayo hii ni moja ya afya ya macho, ni moja katika afya, ni muhimu katika afya yetu. Mkurugenzi wa taasisi ya Charity Vision Tanzania Bi Mariam Bijima ameelezea mikakati ya taasisi hiyo katika kukomesha changamoto ya uoni hafifu kwa wanafunzi visiwani humo. Tuna mpango wa kuendelea na skuli nyingine. Tutapewa maelekezo na Wizara ya Afya ili kujua ni wapi hasa wanafunzi wanahitaji kufanyiwa hivyo vipimo. Watoto 1070 tumepata watoto 167 ambao wanatakiwa wavae miwani. Kwa hiyo ina maana kwa Zanzibar kuna tatizo kubwa sana la watoto ambalo wana shida ya kuona mbali. Na ndio maana tumesema kuanzia mwakani tutaweka mpango mzuri ili tuweze kuwafikia wengi zaidi. Kwa upande wao, baadhi ya walimu na wanafunzi wamepongeza jitihada za serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutatua changamoto hiyo ambayo imekuwa kikwazo kikubwa kwa wanafunzi wakati wa masomo yao. Ilikuwa ni moja kati ya changamoto ambayo inawakwaza wanafunzi wetu katika kusoma kupitia kuandika, lakini pia kuangalia, kwa sababu uoni wao baadhi yao imekuwa ni hafifu. Lakini kutokana na collaboration hii kubwa ya wizara hizi mbili hapa kwetu Zanzibar, leo tunaenda kuondosha kabisa tatizo hilo. Hii ni furaha sana kwa vijana wetu, lakini pia ni furaha kwa management kwa ujumla, hususan sisi walimu. Tumefanikisha swala hili. Tunashukuru sana Charity Vision kwa ugawaji huu wa miwani kuwasaidia uoni wanafunzi wetu ili waweze kuperform vizuri masomo yao. Napenda kushukuru Wizara ya Afya kuweza kushirikiana nao kuweza kutuletea hii miwani ambayo itaweza kutusaidia katika masomo yetu. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio tamati ya Kapula Habari kwa habari za kitaifa, na kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Zuberi Mgaya ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Zuberi Mgaya kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wapatao 70 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama mtoni katika mkoa wa Kasai katikati mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano Novemba 19 mwaka 2025 na redio ya Umoja wa Mataifa kuwa boti hiyo ilikuwa ikielekea mji mkuu wa Kinshasa ikitokea bandari ya Benadibele iliyoko umbali wa zaidi ya kilomita 800 sawa na maili 497 wakati ilipozama siku ya Jumatatu Novemba 17 ya mwaka 2025 katika mto Sankuru kutokana na vimbunga. Ripoti hiyo ilimnukuu msaidizi wa eneo hilo Francois Yahoka akisema kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba karibu watu 120 ambapo watu wapatao 50 wameokolewa hadi sasa na juhudi za utafutaji zikiendelea kwa wale waliopotea. Ahoka ameashiria ugumu zinazokabiliana nao timu za uokoaji na kutoa wito kwa familia kuwasiliana na mamlaka za mitaa kwa ajili ya kuwatambua manusura na miili iliyopatikana. Ajali za majini zinazosababisha maafa ya roho za watu zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara katika nchi hiyo kutokana na watu wengi kutumia usafiri wa majini, hali inayopelekewa na ukosefu wa miundombinu imara ya barabara. Katika mwezi Septemba mwaka huu 2025, watu wapatao 193 walifariki dunia katika matukio mawili ya kuzama ya boti yaliyotokea tarehe 10 na 11 kwenye maeneo ya kaskazini magharibi mwa jimbo la Ikweta. Kwingineko, mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na misaada ya kibinadamu Tom Fletcher ametahadharisha kuwa vitendo vya ukatili vinavyoendelea nchini Sudan vinapuuzwa na wahusika hawajibishwi ipasavyo katika kumaliza mgogoro huo. Fletcher amesema dunia haizingatii vya kutosha mgogoro wa Darfur huko Sudan na kwamba kumeshuhudiwa hali ya kutojali mateso makubwa yanayoshuhudiwa, huku akitoa wito wa kuwalinda raia. Hali ya mateso ya raia nchini Sudan inazidi kukithiri kila kuchwao, ikitazamiwa ongezeko la balaa la njaa na magonjwa ya mlipuko pamoja na utapia mlo, hali inayochochewa na mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe. Mgogoro huo ulioanza tangu Aprili mwaka 2023 umevuruga kwa kiasi kikubwa ustawi wa nchi ya Sudan, ikipelekea maelfu ya raia kufariki na wengine kukimbilia maeneo ya nchi jirani ili kuyanusuru maisha yao. Tangu wanamgambo wa RSF walipochukua udhibiti wa mji wa El Fashir, Umoja wa Mataifa unasema karibu watu 100,000 wameukimbia mji huo na maeneo jirani, huku makumi ya maelfu wakiwa bado wamenaswa katika mazingira magumu. Na tukitamatisha habari za kimataifa, raia wa Gaza wanakabiliwa na hali ngumu baada ya mvua kubwa za hivi karibuni zilizosababisha mafuriko na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu muhimu. Vitu kadhaa kama mahema, magodoro, mabrangeti, chakula na dawa vimesombwa na maji kufuatia mafuriko hayo, ambapo mamlaka ya Gaza inayoongozwa na Hamas inasema hasara inayotokana na mafuriko hayo inakadiriwa kufikia dola milioni 4.5 za Kimarekani na kwamba mahema 22,000 yameharibiwa. Kutokana na janga hilo la mafuriko huko Gaza, Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa hali ni mbaya mno huko Gaza kufuatia uharibifu wa miundombinu muhimu iliyosababishwa na mafuriko. Aidha, mashirika ya misaada ndani ya Gaza yamesema mahema mapya yapatao 300,000 yanahitajika haraka ili kuwasaidia Wapalestina ambao idadi kubwa hawana makazi kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita. Raia wengi wa Gaza wamekuwa wakitabika na ukosefu wa makazi, ambapo baadhi yao husemekana kupelekwa katika nchi mbalimbali kwenda kutafuta makazi. Naam. Asante sana Zuberi Mgaya kwa yale ambayo umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Tume ya kuchunguza yaliyotokea wakati na baada ya Oktoba 29, 2025 yazinduliwa.
Wazazi na walezi kisiwani Pemba walia na wimbi la matukio ya watoto kuripotiwa kujinyonga. Katika habari za kimataifa, watu wapatao 70 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika mto Kasai katikati mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Zuberi Mgaya, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kama ambavyo unaletwa kwenu na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaheri kwa sasa. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria wa uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, lakini pia tunatarajia ongezeko kidogo la mvua katika maeneo machache, hususan kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi. Na mamlaka ya hewa inatoa tahadhari la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Singida, Dodoma pamoja na Morogoro. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Charusalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mkoa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, mkoa Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache, hususan siku ya kesho kutwa. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na ngurumo za radi. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.